Mheshimiwa Spika, kwanza ni kushukuru kwa heshima kubwa ulionipa ya kuwa mchangiaji wa mwanzo wa kuchangia hoja iliyoko mbele yetu. Mheshimiwa Spika, naomba niseme mambo manne ya jumla. La kwanza, Mheshimiwa Spika, serikali imefanya uamuzi wa busara sana kwa kuanzisha vyanzo mahsusi vya kukusanya pesa kwa ajili ya kupata mapato kwa ajili ya kugharamia mfuko maalumu wa ukimwi na mfuko wa bima ya afya. Hili ni jambo jema sana. Mtakumbuka yako mataifa wafadhili hivi karibuni wamesitisha misaada yao kwa wagonjwa wa ukimwi na wagonjwa wa kifua kikuu. Jambo hili kwa jicho la kibinadamu tunaweza tukaliona kwamba ni jambo baya sana, lakini kifalsafa na mantiki kwangu naliona ni jambo ambalo linatujengea moyo wa kujitegemea siku zinazokuja. Mshairi mmoja wa Kiarabu aliwahi kusema al-khairu fi batni sharri. Maana yake ni kwamba matatizo ndiyo chanzo cha mafanikio. Lakini Waingereza wana msemo unaofanana hayo, wanasema necessity is the mother of invention. Mambo au mahitaji ya lazima ndiyo chanzo cha uvumbuzi. Nataka kusema nini? Ninachokisema, mwanadamu ana kawaida anapopata matatizo hutafuta njia ya kupata usumbufu wa matatizo yanayomkabili. Mheshimiwa Spika, uamuzi huu unaturudisha zama za muasisi wa taifa letu Mwalimu Nyerere, kuwa na taifa linalojitegemea. Lakini tunapozungumza umuhimu wa kujitegemea, baadhi ya Watanzania wanapata kigugumizi kulizungumza jambo hili. Mimi kwa maoni yangu nadhani tatizo lao wanashindwa kutofautisha kati ya self-reliance na self-sufficiency. Mimi hoja yangu ni self-reliance, kujitegemea. Utatumia nguvu za watu wako na rasilimali zako kuleta maendeleo ya taifa letu, na pale ambapo unapungukiwa hutasita kutafuta msaada wa watu wengine. Self-sufficiency maana yake utajitosheleza kwa kila kitu. Na kusema kweli, taifa la namna hiyo duniani halijaumbwa. Mheshimiwa Spika, hili ni funzo kwa siku zinazokuja kwamba Afrika haina mjomba. Tujenge uwezo wetu wa ndani, tujitegemee. Hoja ya pili, naipongeza sana serikali kwa kuongeza kodi ya matumizi ya mawasiliano ya simu. Uamuzi huu unaendana sambamba na dhamira ya serikali ya kukuza matumizi kukuza uchumi wa kidijitali, matibabu ya kimtandao, elimu ya mtandao, pamoja na malipo ya kutumia mifumo ya kisasa. Mtakumbuka Mheshimiwa wabunge, tumekuwa tukitaka serikali, umefikia wakati matumizi yote ya serikali yafanyike kwa mifumo ya kisasa badala ya kutumia fedha taslimu. Kwa maana hiyo, uamuzi huu unatufikisha kwenye dhamira hiyo. Jambo la tatu, Mheshimiwa Spika, ninaipongeza serikali kwa kuongeza kodi katika matumizi ya makaa ya mawe pamoja na gesi asilia. Dhamira hii inaenda sambamba na uamuzi wa serikali ambao tunasisitiza juu ya matumizi ya kupata nishati bora ili kulinda afya za watu wetu, kukuza uzalishaji wa viwandani, lakini na kunusuru misitu ili isikatwe ovyo.
Mheshimiwa Spika, jambo langu la mwisho, labda ninukuu hapa kabla sijasema jambo la mwisho. Nitanukuu kwa kimombo ili muktadha wanachokisema pengine niwasilishe vizuri hiyo hoja. Mheshimiwa Spika, there is a delicate balance between our desire to maximize revenue collection and the desire to protect local industries and state-owned enterprises. Kwa tafsiri ya moja kwa moja, kuna uhusiano mwembamba sana kati ya dhamira ya kukusanya mapato, kulinda viwanda vya ndani na kulinda mashirika ya umma. Nataka kusema nini? Uamuzi wa serikali wa kutaka kila shirika la umma litoe mchango kati ya au gawio kati ya 15% mpaka 60%, jambo hili mimi nadhani tuliangalie kwa hekima na busara. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu busara gani itatumika au kigezo gani kitatumika ili kitumike kiwango cha chini cha 15% badala ya 60%? Hapa naona kama hakuna uwazi. Mheshimiwa Spika, wenzetu wa China mashirika yao ya umma wanayalinda kwa uchu mkubwa. Tunaona mashirika mengi ya reli ni ya umma Uchina, mashirika mengi ya umeme ya umma, ujenzi ya umma, kutafuta gesi na mafuta ya umma. Huwezi katika dunia leo ya koloni mamboleo kama huyalindi mashirika yako ili uweze kuhodhi maslahi ya kitaifa ya ndani na kupambana kiuchumi. Sasa mimi nafikiri serikali hapa itumie busara. Tunataka nini? Nilisema tunataka mapato au tunataka kulinda maslahi mapana ya taifa hili? Kwa maoni yangu, maamuzi yetu kama wabunge na kama viongozi siku zote tuyafanye katika kulinda maslahi mapana ya taifa hili. Baada ya kusema hayo, naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Dr.